Mwalimu Miguel Gamondi inakwenda kuwa michuano yake mikubwa hasa kutoka kwenye ngazi ya klabu. Amekuwa akifundisha kwenye ngazi ya klabu, amefundisha Dar es Salaam Young Africans na msimu huu yupo na Singida Black Star. Lakini amepewa wazifa ama nafasi ya kwenda kufundisha timu ya taifa Tanzania kwa michuano mikubwa kama hii. Nafasi yake ya kwenda kufanya vizuri tukianza kabla ya kukichambua kikosi. Kwanza moja kwa moja Miguel Angel Gamondi ni miongoni mwa makocha bora kwa wakati huu barani Afrika kwa kile ambacho amekifanya tangia akiwa na klabu ya Young Africans kama kocha mkuu. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, akaifikisha hatua ya robo finali ya michuano ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo unakuja kutizama on CV yake kwa sehemu moja ama nyingine kuna kitu ambacho kimeweza kuongezeka, lakini unarejelea tena kwenye aina ya ama CV yake Gamondi, Tanzania inakwenda kuwa timu yake ya kwanza kuweza kuifundisha kwa sehemu. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni kama vile changamoto mpya anakwenda kuipata katika timu ya taifa, hasa akianzia na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye michuano ya AFCON itakwenda kuwa sehemu yake pia ya kujiuza ama kujitengeneza zaidi katika wigi wa kimataifa, ukachilia mbali huku kwenye upande wa klabu ambapo ameshaonesha kwa sehemu kwamba yeye ni bora kiasi gani. Naam, katika kikosi ambacho amekiita ambacho wamesalia wachezaji 28. Tukianza katika eneo la goalkeeping, kuna magolikipa watatu. Zubeli Foba kutoka Azam FC, Yakubu Sulemani kutoka Simba, lakini pia kuna Hussein Masalanga kutoka Singida Black Star. Tukianza kuzungumza kwa kiwango cha mmoja hivi karibuni. Tukianza na Yakubu Sulemani ambaye amekuwa na makosa mengi. Nafasi yake katika kikosi hichi ambaye alikuwa anatarajiwa kama kuwa goalkeeper namba 1. Je, nafasi yake bado unaiona ile kama alichokifanya michuano ya CHAN? Always nimekuwa nikisema kwamba national team always imekuwa ni kama vile current performance ya wachezaji, na ni wazi kwenye list ya walinda milango hao ndio wamekuwa bora kwa wakati huu. Hussein Masalanga akiwa na Singida Black Stars, though amekuwa hana nafasi ya kucheza kila mechi, lakini amekuwa kidogo anaonekana kwenye milingoti mitatu. And then kwa kijana mdogo Zuberi Masoud Foba, tunafahamu ubora wake ambao amekuwa nao kwenye kikosi cha Azam FC, sio tu kwenye ligi kuu Tanzania bara bali hata pia kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo Azam FC amekuwa anashiriki. Amekuwa na consistency bora kweli kweli. Hata ukiangalia mchezo uliopita wa ligi kuu dhidi ya Simba, alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao binafsi ile mechi waliweza kuamua. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameshadhihirisha ubora wake kwa sehemu moja ama nyingine. The same kwa Yakubu Suleiman, mlinda mlango wa zamani wa JK Tanzania ambaye sasa hivi yupo kwenye kikosi cha Simba. Of course kwa wakati huu tunasema kwamba yeye ndiye ambaye amepewa jukumu la kuwa kama goalkeeper nambari 1 wa timu taifa ya Tanzania, kutokana na kile ambacho kimekuwa kama vile kuaminiwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania, lakini pia Simba kwa wakati huu mara baada ya kupata injury kwa mlinda mlango wa Simba raia wagine, na mzungumzia Musa Pimpin Kamara. Kwa hiyo of course ni wazi magolikipa ambao tuko nao kwa sehemu wamekuwa wana mwendelezo mzuri, hila hofu yangu ipo kwenye ile experience yao ambao wamekuwa wako nayo. Ni wazi kama ulivyozungumza kwamba Yakubu Suleiman, ukachilia mbali ubora wake ambao yuko nao, amekuwa anafanya makosa mengi ambayo ni wazi unaweza kusema ni ya kibinadamu, lakini unaweza kusema kwa sehemu nyingine pia experience imeweza kupotea kwenye eneo lake. Kwa hiyo mimi nafikiria kutokana na aina ya mechi ambayo mwalimu anakwenda kuielekea, pia itakuwa inachagua ni mlinda lango gani ambaye huenda akaanza. Nakumbuka hata kwenye michuano ya mwaka 2019 wakati Taifa Stars inakwenda kushiriki michuano ya AFCON chini ya mwalimu Emmanuel Amonike, tulikaa zaidi ya miaka 35 tukaenda kushiriki kwenye ile michuano. Kwenye listi ya walinda milango tulikuwa na Aish Manula na Metacha Mnata, lakini mwalimu Emmanuel Amonike aliweza kuwatumia wale walinda milango takriban kwenye kila mchezo. Nakumbuka Manula alikuwa mlinda mlango nambari 1 kwenye mchezo dhidi ya Kenya, lakini pia dhidi ya Senegal. Wakati huo mchezo wa mwisho dhidi ya Algeria, golini alikuwepo Metacha Mnata, tukafungwa 3-0. Kwa hiyo nakuja kuangalia mara nyingi eneo la goalkeeping walimu wamekuwa wanaangalia aina ya mechi ambao wanaielekea, na the way ambavyo kundi lilivyo unaona ni wazi kabisa kuna baadhi ya walinda milango kutokana na timu ambazo tupo nazo kwenye kundi moja, mwalimu lazima aenende kutokana na timu ambayo wanakwenda kucheza nayo. Na umezungumza experience kuhusiana na magolikipa hawa. Sasa kama tulikuwa na goalkeeper ambaye ana experience kubwa kama Aish Manula. Je, hakukuwa na umuhimu wa yeye kuwepo katika michuano hii, hasa ukilingania wachezaji wa magolikipa ambao wameweza kuitwa bado ni wadogo katika kisoka? Je, umuhimu wake uko wapi sasa katika kujumuisha, maana hajajumuishwa kabisa?
Of course muda mwingi nimekuwa ninasema kwamba experience matter most, na ndio kitu ambacho binafsi yangu huwa nakiamini. Nitakupa mfano, timu ya taifa ya Uganda The Cranes chini ya mwalimu wao Popot wameona mchango na thamani ya Dennis Onyango, mlinda mlango wa Masandawana ya Afrika Kusini. Onyango ni golikipa ambaye umri wake umeenda, kwa sasa hivi ana miaka 40, mzaliwa wa mwaka 1985 pale nchini Uganda, lakini unakuja kuangalia performance yake kwenye coast ya Mamelodi Sundowns amekuwa hana nafasi ya kwanza mbele ya Ronwen Williams, lakini unaona taifa kwa kuchambua ule mchango wake ambao amekuwa nao na thamani yake ambayo amekuwa amejumuisha, lakini pia experience yake ambayo amekuwa yuko nayo, wakaamua kumjumuisha kwenye kikosi ambacho kuna walinda milango wengine ambao ni vijana kwa sehemu, kama vile Nafian Alionzi amekuwa ni kijana ambaye anafanya maendelezo mzuri akiwa na coach chake cha Super Defense nchini Ethiopia, lakini pia hata unakuja kumzungumzia Ismail Magora, mlinda mlango wa Richard Base Afrika Kusini. Kwa hiyo sometimes unakuja kuangalia hawa walinda milango ambao wamekuwa wana experience kubwa, wamekuwa wanachangia hasa kwenye hii michuano ambayo unaweza kusema kwamba sio ya kwenda kutest wachezaji jinsi gani ambavyo watakwenda kuimprove. Unahitaji mchezaji ambaye yupo kwenye peak and then aende kukupa performance bora, lakini sio mchezaji ambaye anakuwa anakupa performance ya kupa na kujaa. Inahitaji uwe na consistency ya muendelezo. Kwa hiyo mimi naamini Aishi Manula alistahili kuweza kuwepo kwenye kikosi, hata pia kuto kucheza, uwepo wake kwenye benchi huenda ikasaidia timu. Nakumbuka tunafuzu hii michuano ya AFCON mwaka huu, golini alikuwa ni Aishi Manula kwenye mchezo dhidi ya Guinea ambao tulifuzu 1-0 tulishinda, Simon Msuva akitupeleka kwenye michuano hii ambayo inakwenda nchini Morocco ya AFCON. Kwa hiyo Manula atabakia kuwa kwenye klasi yake ile ile, though form imekuwa inapotea. Ndio maana watu wakasema kwamba always class is permanent and then form is temporary. Kwa hiyo Manula alideserve kuwa sehemu ya call up kuelekea michuano ya AFCON ya nchini Morocco. Naam. Mechi mbili za kirafiki tunaruhusu mabao 6. Mechi dhidi ya Irani ambayo ilikuwa ni kwenye kalenda ya FIFA tuliruhusu mabao 2. Mechi iliyofuata pale nchini Misri dhidi ya Kuwait tukaruhusu bao 4. Tulitoka mchezo ule kutoka 4-1. Safu ya ulinzi imekuwa na shida gani haswa? Of course ukitazama namna ambavyo safu ya ulinzi imekuwa inaweza kuruhusu mabao kirahisi, ni wazi kiungo chetu hakiko vizuri. Unakuja kutizama kwenye eneo la kiungo, kumekuwa na ingia toka nyingi tangia alivyokuwepo mwalimu Hemed Suleiman Morocco, ambaye ndiye unaweza kusema ile falsafa ya timu imeanzia kwake. Gamondi amekuja kuendeleza pale ambako ameishia. Unakuja kutizama hii imekuwa ni kama vile kasumba ambayo imetukumba timu ya taifa ya Tanzania tangu ambavyo imefuzu mara yake ya kwanza katika michuano ya AFCON mwaka 1980, ambapo tulikuwa kwenye kundi A sambamba na taifa la Nigeria, Ivory Coast na Misri. Kwenye ule mchezo tulifungwa mechi 2 and then tukatoka sare dhidi ya Ivory Coast 1-1. Nitakukumbusha zamani ni muda mrefu kidogo, mwaka 1980 ambao ilikuwa ndio mara yetu ya kwanza kuweza kufuzu kwenye hii michuano ya AFCON. Mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Nigeria, tukafungwa bao 3-1, tulifunga bao lakini tuliruhusu pia goli 3. Mchezo wa pili ulikuwa ni dhidi ya Misri, tukafunga bao 2-1, tukafungwa ikali goli 5 ambayo kuweza kuruhusu, lakini pia mchezo wa mwisho tukapata sare bao 1-1. Kwa hiyo nakuja kuangalia kwenye AFCON ya 1980 tuliruhusu magoli 6 kwenye ile michuano ya AFCON. Tukakaa miaka 39 zaidi, tukaja tukafuzu AFCON 2019 ambapo kwenye ile AFCON tuliruhusu mabao 6 pia kwenye ile michuano. Tulifungwa 3 na Algeria, tukafungwa 2 na Senegal, tukafungwa 3 na taifa la Kenya. Kwa unakuja kuangalia tuliruhusu mabao 8. Unakuja kuangalia pia kwenye AFCON ya 2023 ambayo ilikuwa AFCON yetu ya mwisho, tuliweza kujitahidi kwa sehemu moja ama nyingine kwenye kulinda. Tulifunga bao 3 na Morocco, tukafungwa bao, tukatoka sare bila dhidi ya DRC Congo, tukatoka sare bao 1-1 dhidi ya Zambia. Kwa hiyo kwa ujumla tuweza kuruhusu goli 4 kwenye ile michuano ya AFCON. Kwa hiyo unaona ni kama vile improvement kwa sehemu moja ama nyingine kwenye michuano ya AFCON. Though kwa siku za hivi karibuni kwenye mechi za kirafiki tumekuwa tuna takwimu nzuri za kuweza kuruhusu mabao. Kwa hiyo of course mwalimu Gamondi ni tactical master kwenye eneo la kiufundi. Huenda
amekwisha tengeneza mkakati wake halisi kuweza kumanage ili eneo la kiungo, ili mradi Ibrahim Baka, Dickson Job, Shomari Kapombe, hata pia Pascal Msindo kwa sehemu wasiweze kufikiwa kwa haraka zaidi, ili mradi waweze kupata ile gadi nzuri kwenye eneo la kiungo. Ndio maana kuja kuangalia kwenye kola pe mwalimu ameweka viungo ambao wana falsafa ya kiulinzi kwa asilimia kubwa. Unamuona mtu kama vile Yusuf Kagoma yupo kwenye kikosi, Nafal Nation kiungo huyu wa Pamba ambaye yupo kwa mkopo akatokea Singida Black Stars yupo kwenye kikosi, Idi Halil Gego Mzanzibari huyu yupo kwenye kikosi. Hawa wote ni walinzi ambao kwa ujumla hawa ni defensive midfielder kiuhalisia katika eneo la kiungo. Kwa hiyo mwalimu amekuwa anahitaji zaidi kuweza kupata ile lawyer ili mradi asiwe anafikiwa kwa haraka, na wazi kwamba timu yetu ilikuwa inakosa hiyo huduma. Ndio maana ulikuwa unaona mwalimu Morocco alikuwa anajaribu kufanya kila muda maingizo mapya kwenye eneo la kiungo. Leo huu utamwona Pipino, kesho utamuona mtu kama vile anaingiza tena pale kwenye kikosi Kagoma, lakini pia Himidi Mao Mkami mara kadhaa amekuwa ipo pale. Kwa hiyo mwalimu ameona kwamba eneo ambalo limekuwa lina mapungufu makubwa ni kwenye eneo la kiungo, licha ya kuwa na viungo wengi lakini wamekuwa hawa improve na mwalimu amekuwa anahitaji. Kwa hiyo naamini Gamondi huenda akawa fundi kwenye eneo hili na kuweza kutusave kuelekea michuano ya AFCON 2025. Tunakwenda kwenye michuano ambayo inahitaji kila nafasi unayoipata uitumie. Kila unachokipata uwanjani uweze kukitumia. Sasa AFCON zote ambazo tumeshiriki, namba yetu ni ndogo sana katika kufunga mabao. Je, ili mwalimu ana kipi cha kufanya ili kuweza kuboresha zaidi eneo hilo la ushambuliaji? Kwanza tu niwaambie Watanzania kwamba wakati nakitazama kikosi cha mwalimu Gamondi kuelekea michuano ya AFCON, nikagundua kwamba hakuna mshambuliaji asilia kwenye eneo la kushambulia ukimuondoa Kevin John Mbappe. Waliobakia wote unaweza kusema mwalimu anahitaji kwenda kutumia force number 9 kwenye michuano ya AFCON. Ni wazi taifa limeingia kwenye pigo kubwa kumkosa Clement Mzize ambaye kila mmoja anafahamu kwamba anauguza majeraha ambayo aliyapata akiwa na klabu yake ya Young Africans. So unakuja kuangalia kwenye eneo la ushambuliaji walioitwa wengi ni mawing. Unaona mtu kama vile Tarini Alalakia amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye timu ya taifa Tanzania, anatokea pembeni. Sopu Azam FC yupo anatokea pembeni, Nado the same pembeni, Simon Msuva pembeni, Charles Mombo pembeni. Hao wote unakuja kuangalia hawawezi kuwa eneo la ushambuliaji. Kidogo mtu ambaye unaweza kusema anaweza akacheza kwenye eneo la ushambulia anaweza akawa Kip Dennis Prosper ambaye naye pia ni ya kuibia kwa sehemu, lakini pia Samata Mbwana mara nyingi mwalimu amekuwa anamhusudu kuweza kutokea pembeni katika mchezo kadhaa, lakini pia kuwa kama vile mshambuliaji wa nyuma mara baada ya mshambuliaji wa mbele. Kwa hiyo taifa limeingia kwenye mchuano ya AFCON likiwa halina washambuliaji asilia haswa kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia mara kadhaa tukiingia kwenye hii michuano tuko tuna washambuliaji ambao kwa sehemu wamekuwa na washambuliaji asilia. Kwa hiyo huenda pia tukaendelea pale ambako tumeishia kuswago kwenye kufunga. Of course kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa Kuwait ambao tulitangulia goli 2-0 na tukasema kwamba kwa sehemu tumeimprove na kuweza kufunga kilikuwa ni sahihi, lakini why tukaweza kujifiti na tukaweza kuruhusu ile bao. Kwa hiyo ni wazi kwamba timu huenda pia ikafunga lakini pia ikawa inaweza pia kuruhusu bao kirahisi